Wewe utamu wa nyama inafika wakati dadangu unanuka unataka udongo. Embe changa. Mtu huyu ni wa kuthaminiwa kuliko ni yoyote katika dunia. Mama wallahi hana mfano wake. Ukisoma Qur'ani, ukisoma hadithi za Mtume, ni mama tu. Mama tu. Sisi ndio waume na ndugu yangu hapa. Tunu kakupeni Mwenyezi Mungu wewe upate kuwa mama. Baba feki yupo lakini hakuna mama feki. Kwa nini unajifedhehesha? Kwa nini unatufedhehesha? Mama alilia mpaka akalala kumshika magoti baba yake mdogo. Baba yake mdogo. Baba yake mzazi kipindi hicho yupo hai. Mie babu yangu mzaa mama amefariki na miaka 100 na bahati nzuri amefariki mishaoa. Amefariki mwaka 93. Mimi tayari nina ngoma nafuga nyumbani pale. Fariki mwaka 93. Babu yangu mzaa mama miaka 100 Basi ule mzee hakumwambia nimekuja kushtakiwa nini mama. Alichomwambia, sitaki tena kusikia unaruhusu ya ndani yatoke nje. Ina maana mpaka mimi kuyapata, mimi bado mtu wa nje. Maliza mwenyewe. Huna akili? Huna kinywa? Huwezi kuomba samahani? Basi hapo hapo tu, sikujua ugomvi nini mpaka ameondoka. Na yule mzee wala hakutaja umemfanyaje mume, wala hakuuliza hilo. Ishara ile maana yake ni kwamba omba samahani, usiniletee manyusi yako, maliza mwenyewe. Kaondoka, watoto hatujui mama alimkosea nini baba. Lakini leo watoto ninyi, likitokea la kutokea, watajua watoto mpaka majirani. Shoga kaunguza mboga. Yani mpaka majirani watajua ugomvi ule. Kwanza yule anayekuja kusuluhisha yule, yeye mwenyewe pia kivuruge. Hana maneno, pesa mbili. Badala ya kuijenga ndoa anawafedhehesha na kuwaaibisha. Ndiyo maana utaona Qur'ani imeelekeza kwenye suluhu ya ndoa nani anayetakiwa. Hivi kila mtu mkubwa aje kwenye kusuluhisha ndoa? Allah akasema, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Allah anatuambia, ikitokea mwahofia kwa hali mnayoiona utapatikana mpasuko kati ya wanandoa, haraka sana mtafuteni mtu mwenye busara kutoka katika ndugu wa mume na mtu mwenye busara kutoka kwa ndugu wa nani? Sio mzee, mtu mwenye nini? Busara. Aweza kuwa baba, ikaonekana baba yake huyu tatizo, akafatwa babu, babu tatizo, akafatwa mjomba. Hakaman, mwenye busara. Mie lilinikuta. Na mfano huu anapenda sana kuutaja. Mke wangu wa kwanza niliishi naye miaka 8. Sikubahatika kupata naye mtoto. Lakini ni binti mmoja alikuwa mtaratibu. Nimemwacha lakini haki yake nimpe. Alikuwa mtaratibu, ni mwanamke wa stara kweli kweli. Subhanallah. Hajafa, yupo hai. Ana lugha zote za kuitwa mke. Ana sifa zote za kuitwa mke, lakini nimemwacha. Wallahi wa billahi, nakwambia ni ukweli, si kwamba nasema kwa kutania. Wallahi. Na nilipomwacha mamangu aliposikia na babangu walilia kama kumetokea msiba. Kwanza alikuwa ni kipenzi wa ndugu na familia. Lakini sijui kilitokea nini, na yeye mwenyewe ndio alionishauri. Siku zinakwenda, ongeza mke, mimi sijapata mtoto, labda Mungu atatubariki. Akipatikana mtoto ndio mtoto wetu. Nikagoma goma, Mungu akaleta zali la mentally, akapatikana mwanamke, yeye mwenyewe akanimind. She, I love you. Ndio.
Lakini hakunambia yeye, alitafuta wazee kama hawa. Katafuta wazee kama hawa wale wa mama watatu, wakaja wakanambia yule binti anakupenda. Hapo na miaka 7 na mke wangu wa kwanza sijapata mtoto. Angalia ufundi wa Mwenyezi Mungu. Kumbe Mungu ananiletea watoto. Basi nikaringaringa tu kidogo na mimi, lakini ile sitaki nataka. Mwisho nikakubali, na Mungu akajalia mtu mmoja akajitolea, shekhe, kama unataka kuoa binti ule mahari natoa 100. Akalipa mpunga, nikachukua ngoma ile. Nimepata naye watoto 4, wanamume 3, mwanamke 1 na mtoto wa 5. Ndio ikawa sababu ya kifo chake, kafariki uzazi mwaka 2005. Huyo alionipenda. Nikaoa binti mwingine, nimepata naye mtoto 1 mdogo tu kupepea mwenyewe, lakini hatari huyo, kanishinda mapema. Majanga. Nachokusudia kuwaambia mama zangu katika stori hii, yule binti nilie muoa wa kwanza yule, ambaye ndio alionishauri niongeze mke. Ghafla tusikio, naikumbuka mpaka siku ilikuwa Ijumaa baada ya swala ya alasiri. Kaja mdogo wangu, naitwa kwa mama, nenda. Kaenda na mimi nikafuatilia, kafika. Nilikuwa namuamini, kusema kwa kweli. Nilikuwa namuamini, na mpaka nimemwacha nimemuamini kama kuharibika huko mbele. Alikuwa mtu sana, mpaka mmoja katika mashehe wakubwa amefariki enzi hizo, jirani yangu, simtaji jina, alifika akaniita, wewe umempata wapi yule mwanamke? Yule atakiwa kuolewa na mashehe kama sisi. Si hatufai. Lakini alikuwa mtani wangu, tunataniana yule mzee. Basi palipita kama wiki 2, mamake alikuwa anaumwa kweli. Ghafla kanambia, sikio nimeenda kumtazama mkwe, nakumbuka baada ya maghrib, anambia niache, nataka talaka. Niache. La haula. Leo lini? Ijumaa. Njoo Ijumaa baada ya asri nyumbani. Akaja. Sikumuuliza chochote. Tumeongea, akanambia tena nataka talaka. Kweli? Basi nenda kapumzike kwa mama kwanza. Mimi siku ya pili nikaenda. Nakupeni story ya hakika. Na sitaki kumbebesha mtu mwingine, nasema mwenyewe. Nilipokwenda namwambia mama yuko pale, mama mkubwa na baba, nimekuja, mke wangu anataka talaka. Sijahisi aliwahi kunikosea na sijui kama nimemkosea. Mama alijibu pale pale haraka, kwa hiyo unataka nije kulalamia na wewe? Narudi kwenye aya. Mchukueni katika kuja kusuluhisha ndugu katika mume mwenye busara, na ndugu kutoka kwa mke mwenye nini? Yalioendelea tena siendelei, nayaacha. Mimi nimepataka hapa tu. Mtihani sio mtihani. Na huyo aliyosema hivyo ndio huyo tunayemzungumza hapa leo, al-ummu madrasa. Mama ni shule. Ndio huyo. Shule hiyo shule gani? Mama zangu tusaidieni, tuna wakati mgumu. Tunu kakupeni Mwenyezi Mungu wewe upate kuwa mama. Baba feki yupo, lakini hakuna mama feki. Baba feki yupo, mama feki hayupo. Ukisikia mama anabaki kuwa nani? Mama tu. Si mchezo Mungu kukupeni jambo lile la kushika mimba. Si jambo dogo. Wewe utamu wa nyama inafika wakati dadangu unanuka unataka udongo. Embe changa. Mtu huyu ni wa kuthaminiwa kuliko ni yoyote katika dunia. Mama wallahi hana mfano wake. Ukisoma Qur'ani, ukisoma hadithi za Mtume, ni mama tu. Mama tu. Sisi ndio waume na ndugu yangu hapa. Huyu mtoto mwanamume sio mwana. Sisi ndio waume, huyu mtoto mwanamume.
Nyie mashuhuda. Nyie mashuhuda. Mtoto anapiga kelele saa 7 za usiku, 8 za usiku, 9 za usiku. Unahangaika wewe peke yako. Nimejitahidi nageuka na kupa mgongo. Sasa umbembeleze. No. Yanawakuta haya wakuti? Ni wachache. Mtoto analia, anahangaika mama peke yake. Subhanallah, Mungu atakulipeni pepo. Mnahangaika peke yenu. Sio mimi wala sio huyo maamuma, ndio tabia yetu. Tunakuachieni mnahangaika nazo so peke yenu. Utamaliza nyimbo zote mpaka za kwenu za Kisukuma utaimba. Unambembeleza mtoto, mwanangu, utaimba nyimbo zote, utagundua usingizi. Wewe kakwambia nani? Ule sasa ni ufundi Mungu kakupeni. Anaumwa tumbo huyu. Huyu anataka kunyonya, huyu kitu fulani. Kitu ambacho hawezi kugundua mwingine zaidi ya nani? Mama tu. Mama zangu, dada zangu, kaeni kwenye nafasi yenu, ni tunu Mungu kawapenda. Nyinyi ni shule, na ndio maana mnavijua vitu kutoka kwa watu wasiosema. Mie na ushehe wangu, miaya niliyokuwa nao na mihadithi, siwezi kujua mtoto huyu hata nikimweka hapa, huyu kulia huku njaa haizidi ipungui, nitamsukuma singu. Unanisumbua bwana, subiri mamako. Lakini mama atambembeleza, atamchunguza, na wasiwasi tumbo lake huyu. Subhanallah, Mungu awakirimu neema. Tusaidieni. Tulipoamua, mama zangu, dada zangu, hamtaki kusimama kwenye nafasi yenu, maisha ya nyumba mkawakabidhi madada wa kazi, ndio haya majanga leo yanasemwa na watu wengi, na mimi narudia. Nilimsikia dada mmoja yule Mkigoma, naye alilisema hili. Fatuma Mwamba. Leo mpo wanawake, kitanda chenu mnamtuma dada wa kazi kwenda kutandika. Chumbani kwako anaenda kufagia dada wa kazi. We dadangu, una wazimu? Mbuzi unamwachia majani? Mwanamke ni kitu kingine. Ngoja kidogo nikupe maneno ya Bwana Mtume Muhammad. Mtume mara moja aliwaambia masahaba, ad-dunya hulwatun khadira wa inna Allaha astakhlafakum fiha fayanzuru madha ta'malun fattaqu ad-dunya wattaqu an-nisa fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fi an-nisa. Mtume anawaambia masahaba, sio sisi wenye imani ya don't touch. Anaongea na masahaba wenye imani ya kikweli kweli. Hawatanii kwenye imani, lakini bado alikuwa anawaambia, mabwana, hii dunia bado mpya. Haitatokea wakati dunia ikawa imechakaa. Dunia haichakai, watachakaa wanaokaa kwenye dunia. Mama, wakati wewe kijana enzi zako zile, redio ambao ulikuwa unajidai nayo na baba ilikuwa 277. Sasa hivi watu wana midude ya ajabu. Ukifungulia hapa mpaka nyumba 6. Dunia kila siku TV. Sie tumekuja ndio tunakuwa enzi za hawa wazee hawa hakuna. TV wamepata zali tu kuwepo, enzi zetu ndio wameweza kuziona TV za chogo Sasa hivi kuna kitu flat. Sasa siji uko mbele, inawezekana ikaja TV kama karatasi huko. Dunia haichakai, tuachakaa sisi. Mtume anawaambia masahaba. Lakini pia ni tamu kila kukicha. Dunia ni nini? Yaani hata ukimuuliza mzee, ukimuona kijana kavaa vizuri anapendeza, bibi atakwambia tu, natamani kama nirudi enzi zangu. Hapa tukiwauliza wazee hawezi kujibu. Lakini moyoni anasema, lakini kweli unatamani urudi enzi zako kwenye ujana. Lakini tena maji yashakupwa. Akasemaje? Wa inna Allaha astakhlafakum fiha. Mtume anawaambia, na hakika Mwenyezi Mungu amekupeni nyinyi wanadamu usimamizi katika dunia. Nyinyi ndio viongozi duniani. Sio simba, sio chui, sio ngedere. Kiongozi wa dunia ni mwanadamu. Fayanzuru madha ta'malun. Mwenyezi Mungu anakagua na kutazama mwaishiishi vipi, mwafanyafanyaje. Alafu akawaambia maneno mawili, fattaqu dunia, iogopeni dunia. Dunia ina vituko. Wattaqu nisa, mahallu shay, waogopeni wanawake kiboko.
Shetani kama kapinda mwanamke kanyongorota. Sasa wewe mumeo unamuamini ana nguvu na unampelekea kabinti. Pale inawezekana mumeo hana mambo machafu, shetani akaja katikati. Akaanza kucheka pale. Kristina, mambo? Shikamoo kaka. Unanita kaka, sasa shikamoo ya nini? Anaanza hivyo kama tajwidi, taratibu. Unamzoesha kumweka karibu na mumeo. Ukiharibika usitafute shewa kukuzingua. Bibie, wewe ni wakazi, lakini kuna mipaka. Kuna sehemu zingine nafanya mwenyewe. Leo wanafua mpaka bukta za waume zenu. Hata mkikataa kunijibu hapa, lakini wenyewe mnakiri. Wadada wakazi wanafua mpaka bukta za waume zenu. Hamuoni haya dada zangu? Nyie mama zangu wazee, mliwahi kufanya hivyo siku moja? Wasaidieni mama zangu hawa vijana wadogo, wasaidieni. Wekeni japo semina za wazee, sio hizi za kishehe tu. Mnaungana mamama 3 4 kwenye mtaa, mnatoa matangazo, tunataka kuongea na wajukuu zetu na mabinti. Fanyeni hivyo mama zangu, muwafundishe. Munaweza mkakosa 20, lakini mkapata wa kuwatii japo wangapi? 3. Mmepata. Munakaa mnafanya tena. Au vijana waombeni wazee, mnaalika nyinyi sasa. Mnaenda kuwaomba wazee, mnaona mzee yule ana busara zake, mnaomba 3 4 waje wakufundisheni maisha. Msione haya dada zangu. Ukimuona nyani kazeeka ujue kakwepa mishare mingi. Watumieni wazee hawa. Nyinyi ni shule. Kuna watu wakiwaona wazee wao wanawahukumu wachawi tu. Msifanye hivyo. Mtume Muhammad anasema wa inna min ikramillahi min ijlalillahi subhanahu wa ta'ala ikrama dhishaybati minal muslimin. Hakika katika kuonesha wewe unamuheshimu Mungu ni kuwaheshimu watu wazima. Moja katika vitu vitakavyokuonesha wewe unamuheshimu Mungu, basi uwe katika jumla ya tabia zako unaheshimu nani? Watu wazima. Wewe kama huna adabu na watu wazima, hata kama una swali, wewe muhuni kama ni wengine. Swala gani haina adabu? Yaani hiyo swala ndio nakufundisha usiheshimu watu wazima? Hata shehe, hakuna shehe asiyezaliwa. Kijana mimi ndio shehe, mimi ndio kila kitu, lakini shehe naye kazaliwa. Ana wazazi, ana watu wazima. Kwa akiwaona watu wazima wengine, avute picha, hawa ndio nani? Wazazi wangu. Hakuna shehe asiyezaliwa. Sio kwa sababu ya ushehe wako umewaita jamani na mashida ya kuzungumza na akina mama, umewaweka juani, unafanya shughuli zako, wanakauka jua kule, nitaongea nao tu na mambo niko bize. Wazee wa watu wanateseka maskini, una hata huruma. Hebu nenda kawaruhusu mabibi wale wapumzike. Unawaweka. Jana natoka msikitini Kawe, subhanallah. Namwambia dereva wangu, namwambia unaona watu matajiri hawa, Mungu awasaidia warekebishe, wa ila wataenda motoni. Mikocheni pale. Na huyu mwanangu mpiga picha wangu yupo. Wamejazana kina mama, vijana kwa wazee. Bila shaka yule anasaidia futari. Kijua kinapiga, wamekaa pale, yeye yuko ndani. Najiuliza kama hayupo kwa nini wasiambiwe hayupo mpaka kesho njooni saa fulani? Na kama yupo kwa nini hawaiti ndani akawasaidia wakaenda zao? Kulikoni kuwaadhibu? Yani kwa kuwa wao ni wahitaji, wanataka msaada, ndio uwaadhibu, ndio uwatese. Ukiangalia sana, tunarudi katika mada yetu. Wamekosa malezi. Wamekosa nini? Malezi. Ukiwa na malezi utasema pale kuna wazee. Hata kama sio wazee, kuna wake za watu wanatakiwa wakaandae iftari, wakawasaidie watoto zao. Wewe unawaweka kwa sababu wana shida, una wasiwasi, kijua kimekolea, wako nje kama hivyo, kijua cha saa 9. Jana Aljumaa. Wamekosa malezi. Hakuna wa kutusaidia mama zangu ila ninyi. Na wewe unajiona leo kijana, basi jua wewe ndio mzee wa kesho. Unatakiwa uyasome malezi kuanzia hapo ulipo mpaka ukishafikia kuwa mzee. Nyinyi mkisomewa na mashehe hawa, mnasikia namna gani huko nyuma mwanamke hakutakiwa kuishi.
na kama aliishi mwanamke alionekana kwamba ni chombo cha kutafutia fedha. Tukisoma katika Islamic history, historia ya Uislamu, tunaambiwa uko nyuma mtu furaha yake aambiwe mkeo amepata mtoto mwanamume. Akiambiwa umepata mtoto mwanamke ananuna, na yule mtoto atamfanya kwa njia moja kati ya mbili: aishi naye kwa kumdhalilisha au amfukie chini akiwa hai. Na nile mama zangu, Qur'ani imesajili hayo, historia hiyo. Wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min alqawmi min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab ala saa ma yahkumun. Katika Nahli, Allah subhanahu wa ta'ala anasema anawakumbuka wale Waarabu zamani, pindi mmoja katika wanamume akipewa taarifa njema ya kupata mtoto mwanamke kwa mkewe, hubadilika ghafla, uso wake unakuwa fifinu, una matuta kama matuta ya viazi. Tena wa huwa kadhimun, ili hali mwanamume huyo anavimba kwa hasira, etika pata mtoto mwanamke, yeye anaona fedhea. Yatawara min alqawmi min su'i ma bushira bi, tena anatembea kwa kujificha, eti anaona alichoambiwa ni kitu kibaya. Kupata mtoto mwanamke ni fedhea, walikuwa wanaona hivyo. Alafu ukaa akajiuliza, ayumsikuhu ala huni, aendelee kubaki naye huyu mtoto mwanamke hali ya kimdhalilisha, am yadussuhu fi turabi, au akamfukie chini ingali yuhai. Na walifanya yote kumdhalilisha na kumfukia kule. Wa idhal mauudatu suilat bi ayi dhanbin kutilat, mwanamama aliyepata kuua binti yake ataulizwa, binti yule aliyeuawa ataulizwa, uliwakosea nini wazazi wako hata wakakuzika hai? Kosa lipi hata umezikwa hivi? Wa idhal almauuda ni binti ama mtoto mwanamke aliyezikwa akiwa yu hai. Walifanyiwa hivyo wanawake huko nyuma. Kazi hii kaja kuifanya Bwana Mtume Muhammad, na dunia yenyewe kusema kwa kweli isingenoga kama ingekuwa nyie hamupo. Inanogaje? Si ndio yangekuwa haya ya leo? Yangekuwa haya ya leo yanomnoyasikia kwenye mitandao. Na yeye anataka kuolewa, dume zima na midevu yake, tunataka haki zetu. We mjomba, una haki gani? Anataka olewe. Inna lillahi wa inna ilaihi. Utamu wa dunia kuwa na mke, anakushauri na hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo kungine ukienda katika surati Nuri mwishoni, walidhalilishwa wanamama, mabinti. Anaambiwa wewe utatutafutia pesa, kinaandaliwa chumba, inawekwa bendera kwa ajili ya mabarobaro kama hawa, wakiwa na hamu ya kupiga chafya, wajue ile bendera inaashiria pale. Ilikuwa hivyo. Ilifikia katika jumla ya ndoa za zamani, yani wanajikusanya vijana 3 mpaka 9, arrahatu, wanakwenda maeneo kama hayo, wanakutana kwa zamu na binti huyo. Mamangu, tumetoka mbali, hamkutakiwa. Wanasema akishika ujauzito yule binti, tunasubiri mtoto kafanana na nani katika vile vidume. Unaweza tukawaleta pale wote 10. Na ilikuwa ni fahari, naamini kwenu ninyi itakuwa ni fedhea. Yani wanaletwa wale wote kama 10, 7, 8 ambao walinong'ona nao yule binti. Wanakaguliwa, kafanana nani huyu? Bwana wewe ndio wako na ndoa tayari. Ndio ishakuwa ndoa hiyo. Kama karudi umamani ama ndio ujombani, yule mtoto akufanana, yule dada anaangalia katika wale,
nani alikuwa yuko vizuri kidogo, hodari kwenye ile ibada, anaiweza vizuri, anaangalia tu, huyu alikuwa ananiayusha tu, huyu yuko vizuri bwana, ndio huyu hapa huyu. Yani ndoa za kihuni hamkutakiwa kuwepo. Qur'ani surati Nuri mwisho ikasema, wala tukurihu fatayatikum ala albigha in aradna tahassuna turiduna arda alhayati dunya. Na wala musiwalazimishe jamani, musiwafundishe binti zenu kufanya mambo ya kiukahaba, hali ya kuwa wenyewe pengine walikuwa wanapenda kujiheshimisha, kujitunza. Kwa sababu nyie tu wazazi munataka kujinufaisha kidunia. Shida yenu mnataka kujinufaisha kidunia. Na wapo leo baadhi ya wazazi hivyo. Naamini humo darasani hamumo, watakuwa wako nje huko. We Mwajuma, hivi unavotoka uwai kurudi, babako si unamjua? Mimi sitaki kesi, wai mwenyewe mapema. Yani mama anatoa kibali atoke, lakini hawai. Mwingine anageuza, baba Juma nawe upunguze kumbana mtoto, ina maana mpaka chupi ya kuombe wewe. Unanitia aibu hivyo. Ruhusa, yani anabembelezwa baba amuache binti akajitafutie mwenyewe. Baba anajinyang'anya majukumu ya kumsimamia binti yake eti kwa sababu kashakuwa. Kakuwa yuna mume. Ana mume. Kama hana mume ni nafasi yake baba sasa kumpendezesha binti yake. Biashara, matangazo. Nunulie nguo nzuri binti yako, rosheni nzuri anavaa na nini, anajitunza vizuri. Watu wa mtoto wa nani yule? Mtoto wa fulani yule, mtoto wa fulani. Matokeo unakuta posa zinakuja. Posa zinakuja. Lakini tena unataka ajitafutie mwenyewe nguo ya ndani, ajitafutie mwenyewe sijui nini. Kwa hiyo yeye atavaa anavyotaka yeye. Mama zangu, tuwe makini sana. Tunahitaji msaada wenu. Nilisema nakumbuka mwaka jana na leo narudia tena. Kuna kitu kingine mkiongeze. Wengine mnajisahau nacho. Ndimi zenu mama zangu zitumieni katika kuwaelekeza mabinti. Lakini pia na kuombeni. Msiache na kuwaombea watoto. Na nguvu unazo, akili unazo, hodari wa kuelekeza. Lakini msiache kuwaombea watoto zenu. Kama panado. Asubuhi, kama kaenda skuli, kama kalala, Mwenyezi Mungu nakuomba, nilindie mtoto wangu, nitunzie mtoto wangu, mpe malezi mazuri. Unamuombea vile unavyotaka, kwa Kiswahili, kwa Kizaramu, kwa Kiruguru, lugha yoyote unayoijua, Mungu anaisikia. Muombee mwanao. Usikubali siku imepita hujamuombea mwanao. Ukiweza hata kutwa mara 3, asubuhi, mchana, jioni, unawaombea wanao. Mnanielewa mama zangu? Tuna mtihani mkubwa. Wengine mna watoto mmepambana kuwasomesha skuli, mmepambana kuwasomesha madrasa, wameanguka leo kidole juu. Ndio waimba tarab. Wengi katika hawa waimba tarab ni vijana waliopita madrasa. Basi afadhali ya tarabu tu peke yake, pengine baadaye atabadilika tena. Na Mungu atawabadilisha inshallah. Akaimba hiyo tarabu, sijui hip hop, sijui, lakini sasa inafika wakati mwingine ndio wale anataka aolewe. Kashakuwa si riski. Mama analia mpaka wenyewe wanasema kina basi namwachia Mungu. Maana mama ufika wakati akajificha ndani, analia we mwanangu kujitahidi kote ama baba, lakini kashatokezea huko. Wallahi Mwenyezi Mungu atulindie watoto zetu. Kwa hiyo nakuombeni msiache mama zangu, pamoja na malezi mnayoyatoa, kuwaombea watoto zenu, wapwa zenu, wajukuu zenu ni jambo muhimu sana. Kama ambavyo huwa tunawahimiza kuombea ndoa zenu. Manake hii leo Ramadhani ya 10, sio? Inawezekana katika ninyi hakuna hata mtu mmoja aliyeiombea ndoa yake. Mungu aitengeneze ndoa yake. Mnajisahau, mnakula tu jioni. Alafu muda mzuri ule wa karibu ya kufuturu, wakati wa kufuturu pale. Ule muda mzuri sana wa kumuomba Mungu akulindie ndoa yako.
wanaume sisi hata tukiwa mashehe wakati mwingine shetani naye anamtaka shehe. Naona? Kwa hiyo nyinyi mnatakiwa mtuombee, tuzithamini na kuzienzi ndoa zetu. Waombeeni waume zenu. Maradhi mengi awamu yaoni, maradhi mengi, hatari kweli. Ziombeeni ndoa zenu zipate kudumu na zizidi kuwa tamu. Sio kudumu tu, zizidi kuwa tamu. Ziombeeni ndoa zenu. Msikubali tu tunatoka tunakwenda kazini wapi. Huwezi kujua nini kitatokea kwenye daladala. Hata si ambao tumepata bahati ya kuwa na vikokoteni hivyo, ukafika mahala ukasema namuone nia yako nzuri, ngoja nifunge break, yule dada kavaa kiungwana, nimsogeze, labda anakwenda huku. Dada unaelekea huku, karibu naye kwa sababu tabu gari, anaingia ndani. Akishaingia ndani ibilisi sana kuja. Kwani unakaa wapi? Jina lako nani? Basi inakwenda, inshallah Mungu atatubariki. Karibu na kushuka inatokea, natumia simu gani wewe? Naona au pengine dada mwenye atauliza, ili upate kunisaidia hizi lifti. Basi inakwenda, babangu alikuwa na maneno anasema habari gani ndio mwanzo wa kujuana. Habari gani ndio mwanzo wa kujuana. Ndio taratibu. Salamu alaykum inakufa inakuja mambo. Mara inakufa inakuja nambie. Tena hapo anakutafutia sifa, nambie shemlake, nambie kaka lake. Naona? Kwa hiyo ni hivyo. Kwa kuwa muda umekimbia na mimi na darsa baada ya dhuhuri, na muda wetu ni saa 6 na naamini muna majukumu ya kinyumbani. Darsa yangu ya leo al-ummu madrasa. Hafidh Ibrahim anasema al-ummu madrasa idha a'adattaha a'adatta al-umma. Mama ndiyo shule ya kweli. Ukimuandaa vizuri mama, ujue umeiandaa jamii kubwa sana. Ukimuandaa vizuri mlezi, umeandaa. Asante mama. Kwa hiyo nakuombeni mama zangu, jitahidini sana kusimama katika nafasi yenu. Sisi tunawaangalia ninyi. Hata mkiona tupo katika wanamume hatutambui mchango wenu, lakini moyoni tutakuwa kama wachawi tu. Unajua mchawi ukimwambia wewe mwanga, anakuambia nataka kula yamini, mimi sio mwanga hata pia. Lakini akikaa peke yake anasema lakini mimi mwanga kweli. Baada ya kwamba nataka nile yamini, mimi sio mwanga, lakini peke yake anasema mimi mwanga kweli. Kwa hiyo hata kama wanaume hawaoneshi kuthamini nafasi yenu, lakini kiukweli moyoni tunasema. Na nawaambiaga watu, ukitaka kujua nafasi ya mwanamke ndogo tu, mkeo aende kwao kwa mwezi huu, alafu baada ya wiki aje mgeni ndani. Ataona glasi kitandani, ataona soksi kwenye friji. Unaona? Bengele. Yaani mwenye mipango hayupo, kila kitu mule ndani kinaonekana hakipo sawa. Mwanamke, hii baba na nina nitia aibu, hata kufagia kuna kushinda, niko busy. Yaani kuonesha nafasi ya mwanamke mpaka katika somo la usafi. Anayelifundisha kwenye nyumba kwa vitendo somo la usafi, analifundisha nani? Mama. Yeye ndo anakuwa msafi, anatoa somo lile. Twatakiwa tuwe wasafi. Kwa na kuombeni mama zangu, dada zangu, na kuombeni sana. Inshallah Mwenyezi Mungu atawasaidia sana na atawatu